Yanga bingwa hiyo, nasikia msimu huu ndo inaisha hivyo tena. Kwa hiyo hata bosi wetu tajiri na namba moja wa mpira hapa Tanzania, tajiri namba moja wa mpira hapa Tanzania anatuambia kwamba Yanga bingwa. Kila siku Yanga bingwa. Na nimefurahi na nakwambia tunakuhakikishia lile neno kwamba mwakani tena. Lile neno kwamba sio la bahati mbaya. Kwa sababu Hersi jinsi anavyobadilishana hewani kupanda ndege, anavyobadilisha ndege, haendi kwa ajili ya kampuni yake, wala haendi Hersi juu kubadilisha ndege kwa ajili ya vitu vya GSM, bali anaenda kwa ajili ya mambo ya Yanga. Kwa hiyo unavyomuona engineer anavyohangaika juu ya anga, basi kwa ajili ya Yanga walale vizuri, wanachama wa Yanga huko walipo waishi vizuri. Hersi ni kama vile Wakristo waseme kwamba Yesu alikufa kwa ajili yao. Na sisi Hersi anakufa, anajitolea, anahangaika kwa ajili yetu sisi. Anahangaika kwa ajili ya mashabiki. Yaani mimi mwananchi ama mimi raia wa Rufiji, Mkongo Rufiji, wa Ndundunyikanza pale Ikwilili Kibiti, nalala kwa raha. Lakini Hersi halali, anahangaika kwa ajili ya Yanga yetu sisi. Kitu anachokifanya engineer ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo sisi, yule mtu tulomweka kwenye madaraka, wakati huu watu wengine wanazozana, wakati huu watu wengine klipu zao zinatamba kwa ajili ya kuzozana wao kwa wao, hutaona klipu ya mwananchi, ya mtu wa Yanga akilalamika kuhusu uongozi wetu sisi. Ukimwona mtu wa design hiyo, basi mchunguze vizuri. Anaweza hata kawa na jinsia mbili. Kwamba mtu akilalamika, ukimwona mtu analalamika kuhusu Yanga yetu mbaya, kuhusu uongozi mbaya, huyo mtu ana jinsia mbili. Patamu hapo. Yanga imetulia brother. Leo imetoka ripoti kutoka CAF, Yanga ya 6. Ripoti hiyo kwenye rank za FIFA za CAF kwamba Yanga ya 6 katika Afrika. Unaona mna deserve kukaa hiyo sehemu ndogo hiyo, tunataka tuwe nafasi ya 3. Na kwa jinsi ninavyomuona engineer anavyohangaika sasa hivi. Lakini sasa mtaweza kufika ikiwa kimataifa kwa wenyewe tunafika. Kwanza tuna kocha ambaye amechukua klabu bingwa. Mangoba kuchukua klabu bingwa. Leo umepatia bwana. Nipigie tena bwana. Nipigie mambo yake huyu. Mangoba kuchukua klabu bingwa kule South Africa sio kitu kidogo. Kwa hiyo tuna kocha ambaye ni wa mpira. Pisomane anamjua Mangoba ni nani. Kwa hiyo tuna watu wa mpira, tuna kocha wa mpira ambaye ameshalibeba jagi la klabu bingwa. Na tuna kocha ambaye ametoka Mamelodi. Kumchukua kocha kutoka Mamelodi South Africa sio kitu kidogo. Hiki kitu ndo tunasema kila siku kwamba mpira wetu unakuwa. Na ligi yetu inakuwa bora. Ligi inakuwa bora, ligi inakuwa kubwa. Na mimi kwa jinsi nilivyo, kuna watu Baresa alishasema kwamba kuna watu, mimi namuomba Baresa niwaombee radhi hao watu walikuwa wanampuuza. Maana kuna watu wanamwambia Di Baresa kwamba akitaka aame, akitaka aende sehemu yoyote. Ni shule aliongelea kuhusu ligi? Yes, hadi kama anaongea maneno mabaya sana kwamba mtu mkubwa anapoongea msikilize. Lakini unaposema kwamba aende Kenya, aende wapi, mpira huu 70% imekuzwa na Baresa. Mpira 70%? 70% Baresa kakuza mpira wetu wa Tanzania. Ina maana gani hiyo kauli? Kimazingira gani kwa nini unasema hivyo? Silva. Zamani kulikopo kuoneshwa mpira katika quality ile ama katika kidigitali vile, kuoneshwa mpira kila mtu auone na kuweka udhamini wa mabilioni ya shilingi, ilikuwa haijawahi kutokea. Lakini Baresa, sisi Yanga ametupa bilioni 40 kwa miaka 10 mkataba wetu. Anatulipa matangazo sisi. Hata hao wenzetu wanalipwa. Lakini kama ukikosa fadhila ya kumthamini Baresa, basi wewe hata Mungu wako utashindwa kumthamini. Kwa sababu mthamini kwanza unayemuona kwa macho. Kama huu unayemuona kwa macho unamuona hafai, mjinga, unamtoa akili, basi hata Mungu wako pia utamuona hafai. Baresa ana 70% ya mpira wetu. Kwa hiyo mimi namuomba radhi Baresa. Nawaombea radhi watu wengine. Baresa atusamee. Azam Media watusamee. Bila Azam Media sisi ni nani? Sisi ni nani bila Azam Media?
Akili Media, nisikilize. Nakusikiliza kaka. Wewe ni mdogo katika Azam Media, ndio maana nahitaji media ndani ya media. Wewe ni mdogo, unajifunza kitu kutokana kwa alivyo jinsi Azam Media, si ndio? Wewe unajifunza Azam Media, si ndio? Kwa hiyo pia hata wewe unabidi umshukuru na umjifunze kwake jinsi anavyorusha matangazo. Wewe leo hii mdogo na hii clip tunapiga hapa, inawezekana baada ya miaka 5 wewe kwa bonge la bosi ukashindana kuchukua tenda ya Azam TV na media yako kuonesha mpira hapa Tanzania. Ya Mungu mengi. Kwa hiyo tusipomshukuru Bakhresa sisi hatuna fadhila brother. Bakhresa anachokifanya ni kikubwa mno. Tumshukuru, tuache utukutu. Huu mpira ni mchezo wa wazi. Mpira ni East Africa yote wanajua Tanzania ni nani kwa sababu ya Bakhresa. East Africa wanajua Pacome ameumia ni kwa sababu ya Bakhresa. Leo unapomwona yule mshenzi, unapomwona yule afai, unamkosea heshima. Kwa hiyo mpira wetu sasa hivi upo mkubwa sana. Hicho ninachoshukuru na namshukuru Elsi anavyosajili. Kimya. Turudi hapo kwenye usajili sasa. Naona kama dili la Gary Mugisha naenda kufa Silver. Yaani ni kama mmezidiwa kete na timu za magharibi. Kutokana sasa hivi mimi mwenyewe sina uhakika. Hauna? Kuhusu Gary Mugisha. Sina uhakika na wala hizo habari zetu sisi ni ficho. Sisi hatuna habari tulizozitoa hadharani na hatujasema sehemu yoyote ukurasa wote wa Yanga Afrika kwamba wanamuinda yule kijana. Alivyokuja kocha huyo hapa Mankoba, nani alijua? Hakuna mtu aliyejua. Lakini kaingia kijana wa watu kimya. Na hata usajili wetu sisi ni kimya. Watu tu ndio watasema kwamba ameingia fulani. Lakini sisi tunafanya siri, secret. Ndio usajili unavyotakiwa hivyo. Sisi hata jezi zetu hazitovuja hata kidogo. Jezi zetu sisi tutaziona tu zishafika dukani. Hazitovuja. Hiyo ndio siri ambayo inatakiwa. Kwa hiyo mimi nashukuru Yanga katika huu siri. Na nashukuru Yanga kwa yule kijana mdogo bwana Alikamwe kwa kumweka bize na mabinti. Kwamba mmemkabidhi mabinti sasa hivi. Alikamwe sasa tumemkabidhi mabinti tu. Kila ukurasa wake ukiangalia binti kutoka Arusha, binti kutoka Iringa. Yaani hapo tu tumemkabidhi. Sasa hapo yule anakuwa bwana kimoyomoyo cha kusema. Kwa sababu muda mwingine anamkabadi hapa. Akiletewa listi ya mchezaji mkubwa akishaingia Yanga anatamani alopoke. Lakini watu wanamkabidhi. Binti huyo anatoka wapi? Na nasikia mnaenda kuzindua jezi Katoro. Tamko amelisema. Hiyo ndo naitaka mimi. Tunaenda Katoro. Yaani mimi namwambia viongozi wa Yanga tuende Katoro. Alafu nikwambie kitu kimoja. Katoro tangu nizaliwe nimezunguka nchi nzima hii. Katoro kuna mabinti. Katoro. Katoro kwanza. Sio hela tu. Katoro kumetulia. Katoro kuna watu safi. Katoro kuna watu wa heshima. Katoro watu wanakuwa wastaarabu. Katoro mji umetulia mzuri. Hayo naongea kwa ajili ya kwenda kuzindua jezi au kuna mengine? Katoro mji mzuri, hata Yanga Day tuifanyie Katoro. Hadi Yanga Day tuifanyie Katoro. Katoro imetulia brother. Hamna viwanja lakini vya kukidhi hadhi. Ipo. Tunafanya hata ipo. Hata kama uwanja unaambia matajiri kule hamna uwanja. Kwamba matajiri watakasirika. Upo uwanja bwana wewe. Tutafanya hata katika uwanja wa wazi. Mradi tuzindue kule Katoro. Katoro kunafaa. Lakini sasa watu wanasema isije jezi kama mbovu mkaenda kuzindua kwa matajiri. Hatujai kutoa jezi mbovu. Yanga Afrika kuna jezi mbovu iliyotoa wapi? Usibabaike na maneno ya watu. Jezi za Yanga zote ni nzuri. Usisikilize watu na maneno yao ya uongo. Jezi za Yanga zote nzuri. Watu tu ndio hawana shukrani. Kwamba watu hawana shukrani. Ukiletea jezi za vifungo wataka na ubana, ukiletea na ubana wataka vifungo. Yaani watu wanachanganya. Wanasema vitenge. Kiumbe kinachosumbua kama binadamu. Binadamu anatengeneza bomu kwa ajili ya kumuua mwenzie. Sio kama lile bomu anaenda kumuua simba au anaenda kumuua swala, anaenda kumuua binadamu mwenzie. Hakuna mtu mkorofi, hakuna kiumbe kikorofi dunia hii kama binadamu. Anatengeneza nyuklia akamuue mwenzie. Sasa wewe binadamu utawaweza wewe? Binadamu anafuja kweli, ndio maana Adamu alivyolala akatoka Hawa ubavuni kwake. Kwa sababu angekuwa ameumbwa Hawa na Adamu angepigana mpaka asubuhi. Ndio maana akatolewa kwenye ubavu wake japo kidogo lakini kinasumbua. Hakuna kiumbe ambacho ni kikorofi kama binadamu. Kwa hiyo watu wanaosema kwamba isiwe jezi mbovu, hakuna jezi ya Yanga iliyotoka mbovu hata siku moja. Wasikudanganye na propaganda za mdomoni tu. Kila kitu kinachotoka Yanga sasa hivi kinatoka kimenyoka. Wenzao wanaenda kuzindua jezi ya Arusha huko. Wameweka a lot of money, yani hela investment ni kubwa sana. Wana Yanga mshtuke jamani. Wenzetu ni nani?
Si wale wekundu wa Msimbazi? Hatuna wenzetu. Sisi wenzetu, ngoja nikutajie. Wewe labda unataka nikutajie historia. Ukiona timu yoyote duniani imeandikwa African, inaishia na neno African, ujue ndio unaweza ukasema wenzetu. Ukiona timu inaitwa Toto African, Pan African, Young Africans, na kuna timu moja ilikopo Tanga pale, ukiacha hii timu ya sasa hivi inaocheza, kuna timu inaitwa taikumbuka. Yaani ukiona timu yote inaishia na African, basi hao unaweza kusema timu yetu ama wenzetu, kwa sababu tunavaa jezi za rangi hizo. Na wale Stars kule sio wenzenu? Wapi? Wale wanajiita mabigi Sima Stars. Big Stars? Kwa wapi? Sio wenzenu? Mabig Stars ndio timu gani? Kaka, Big Stars wafahamu? Singida. Sijajua sasa, sio ndo hao. Sio wenzetu. Nasikia hapana. Na hakuna mechi ngumu tunaocheza sisi kwa nguvu sana kama ile ya Singida. Mume. Kwamba mechi ambayo Yanga anapata tabu ni mechi ya Singida. Mbona walituambia Dodoma wenzetu tukapigwa 3 hapa, mshikaji wangu? Usiogope hizo vitu ninavyokuambia mimi, ndio unisikilize. Lakini vitu vingine ni bla bla. Si unanielewa? Nakuelewa. Naomba unielewe hivyo hivyo. Kwamba hamna mwenzenu yoyote. Hamna mwenzetu. Singida ni mtu ambaye sisi tunapambana kweli kweli na tunaumizana kweli kweli uwanjani. Msimu ndio hivyo unakaribia kuanza tarehe 12 inavyoelekea. Kwa unavyoona na usajili wako na usajili wa mpinzani wako, timu itapelekwa kwa tarehe 12 uwanjani? Mume? Kwa nini isipelekwe? Kwa usajili wa wenzenu wana Simba mbovu au mzuri? Yani usajili umekamilika. Usajili mzuri. Mavi. Watu wametoka Stellenbosch, kuna mchezaji nyewe nasikia mmeshindwa kumchukua kule. Kocha wenu kafika hapa. Mchezaji mmoja hatari sana. Usicheke mume. Mchezaji hatari sana. Yani ndio timu ambayo mimi siofii hiyo. Simba. Siofii kabisa. Hakuna timu ambayo mimi naiogopa mimi. Hakuna. Ni bora uniambie Azam timu ambayo ni bora, timu nzuri. Lakini Simba sio timu nzuri kwangu mimi. Na nimemfunga mara nyingi kuliko timu yote duniani. Hata ukiniamsha sasa hivi napiga. Kwa hiyo Simba wewe ni mchezaji, lakini Simba msimu uliopita kakutoa jasho kinoma. Sawa, kanitoa jasho lakini hajafanya kitu chochote. Mimi pointi 2 ambazo ndo nimeongoza ndo nimechukua kombe kwake. Nimetoa suluhu pointi 2 nimeondoka, lakini mechi zinazopiga napigaga nje ndani pointi 6 ndo naochukua ubingwa. Yeye ndo ananipa ubingwa. Kwa hiyo usituki chochote kusana Simba. Hata kidogo, wala mshipa unidundi. Mume, sema kweli bwana. Haki ya Mungu, yani hata uniamsheleo nampiga huku na muangalia. Na sasa hivi hatopata hata thamani ya kutoa suluhu. Hatopata ile thamani. Wachezaji wenu bwana inasemekana wapumziki. Muda wote hapo kwenye fatiki, ligi imeisha. Ni kama wanajipa shida, wanajipa fatiki nyingine wakati ligi imeshaisha tayari. Uone kwamba inaweza kaleta athari kwa wachezaji wenu baadaye baada ya msimu kuanza. Hamna, mchezaji anakomaa kwa ajili ya kucheza mechi. Hebu chukua watu wawili, mmoja apumzike, asicheze mazoezi wala mechi mpaka siku ya mechi, na mwingine awe anacheza mechi za kimarafiki. Yupi atakuwa fit? Ila kuna kuchoka. Atakuwa fit. Kuchoka ndio maana tumesajili wachezaji 40 safari hii. Kwa hiyo lisikutishe kwamba wachezaji wetu wanafanya ndondo cup. Wale wanarudisha hisani jamii. Kwa hiyo wanapofanya hisani, wanaporudisha hisani kwa jamii ni kitu ambacho ni bora, ni kitu ambacho kinatakiwa. Kwa hiyo wale wanarudisha fadhila kwa sehemu wanazoishi. Pale Morogoro mfano hawawezi kutoa pesa, kutoa mfukoni mtu kumpa mtu, lakini watu wanapoingia kwenye mpira ile inakuwa ni sadaka. Kwa hiyo mimi kwa hilo napongeza sana wachezaji wangu na natamani wafanye tena kila siku. Neno la mwisho kwa mwana Yanga sasa ambaye anajiandaa kuingia kwenye Yanga Day pamoja na kuchukua jezi sasa. Neno lake la mwisho, wewe ukiwa influencer, kuna mashabiki ambao wako huko Mpanyani huko. Unawaambia nini kwa wana Yanga? Waje kuwaona wachezaji wao wazuri tuliowasajili kwa msimu huu. Ni wachezaji ambao waje kusajiliwa tangu Yanga inaumbwa. Wamesajiliwa kwa gharama kubwa sana, mishahara mikubwa sana. Waje kuona na jezi nzuri sana quality. Waje bila kukosa. Kwa hiyo mimi ninachosema kwamba Mungu awabariki sana, waje kuiona Yanga ya Afrika. Shukrani kaka.